Mola. Alfajili aliamka na kwenda kutafuta. Yani kwenye jamii tulikuwa tukiishi, watoto wenzangu walikuwa wanaishi na wazazi wote na wanapendwa. Nilikuwa najisikia vibaya sana kuona wazazi wakiwa wanagombana kuweza kuendelea na shule kutokana na ugumu wa maisha. Nilifanya kazi ya uwakala wa Tigo mkoa wa Singida. Nikafanya kazi ya kubeba mizigo mnadani. Mzazi wangu mmoja ambaye ni baba alikuwa ni mtu anayependa sana pombe. Aliweza kututenga kutokana na ugumu wa maisha. Aliyekuwa anani inspire kwenye muziki ni Alikiba. Alikiba nimeanza kumpenda nikiwa mdogo sana. Ni njia gani kwani walopitia moyoni mwangu, mbona mimi sina amani? Najitahidi sana kuvumilia, iko siku nami Mungu atanijali. Nimezaliwa mikuhaso ili nile changu cha jasho, jana leo hata kesho bado na haso. Kama ilivyo kawaida kutoka hapa Jimbi TV, tunaendelea kukupa habari na matukio mbalimbali yanayojiri kila siku katika jamii yetu. Leo niko hapa mnada mpya. Nimekuja kukutana na kaka mmoja, yeye atuambie kuhusu historia ya maisha yake. Jina langu ni Agnes Peter, nikusii tu mtazamaji wetu, endelea kutufuatilia, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uanze kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani tu. Kaka, mambo vipi? Mambo ni fresh. Tunatamani kukujua kiundani zaidi, wewe ni nani, unajishughulisha na nini, na historia yako toka mwanzo ilikuwaje? Kwa majina naitwa Minja George. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Singida, wilaya Manyoni, kijiji cha Solia. Mimi ni mtoto wa kwanza kwenye familia kati ya watoto wawili. Mimi niliweza kusoma elimu ya msingi kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7, ila sikuweza kuendelea na shule kutokana na ugumu wa maisha. Nilikuwa na wazazi wawili, ila kwa bahati mbaya mzazi mmoja akaliweza kututenga kutokana na ugumu wa maisha. Kabla hujaendelea sana, tunatamani kujua hapo kwenye ugumu wa maisha ilikuwaje? Yaani kwenye huo ugumu wa maisha hapo tunatamani kujua mlipitia changamoto zipi mpaka unasema ilikuwa ni ugumu wa maisha. Nakumbuka mzazi wangu mmoja ambaye ni baba alikuwa ni mtu anayependa sana pombe. Kwa hiyo kwenye mazingira kama yale, mimi mama yangu hakuweza kupendezwa nayo, na alikuwa ni mtu mmoja mkorofi sana, wale wanagombana kila wakati. Kwa hiyo aliona isiwe kesi, sio mbaya, akaachana naye, akaweza kumove on na kufanya mambo mengine. Mimi mama yangu ni mjasiriamali, anajishughulisha na biashara ndogo ndogo. Kwa hiyo aliweza kutulea vile vile, na kwa masuala ya elimu sikuweza kuendelea kwa sababu ya ugumu wa maisha vile vile. Mama yangu aliweza kunisaidia kunisomesha na shule ya VETA. Nilisoma VETA nikamaliza, nilikuwa nasoma mechanics. Baada ya kumaliza mambo hayakuwa mazuri, sikuweza kupata ajira, nikaweza kujishughulisha na kazi ndogo ndogo za ujasiriamali. Nilifanya kazi ya uwakala wa Tigo mkoa wa Singida. Nikafanya kazi ya kubeba mizigo mnadani kwa ajili ya kujitafutia riziki. Mpaka sasa hivi nimekuja Dodoma huku. Ni hivyo najipambania mwenyewe, natafuta chochote kitu ili mkono uweze kwenda kinywani. Dodoma ulikuja muda gani? Na ulipofika Dodoma ulianzaanzaje maisha? Yaani siku ya kwanza unaingia Dodoma ulianzaanzaje? Mimi nilikuwa na marafiki zangu ambao walikuwa washatangulia huku Dodoma, walikuwa na kazi zao. So niliweza kuwasiliana nao na wakaweza kunitafutia connection ya kazi. Nikaweza kupata kazi, nikawa conductor kwenye gari za Manyoni tu Dodoma. Kwa hiyo nikawa najishughulisha humo. Basi bahati nzuri Mungu akanijalia kidogo ninachokipata, ndio hivyo naweza kuishi nacho, na pia namsaidia na wazazi bana. Nikirudi nyuma kidogo, wakati ambapo baba alikuwa anarudi amelewa, wanagombana na mama, na wewe ndio mtoto wa kwanza nyumbani, binafsi kwenye moyo wako ulikuwa unajisikiaje, na ni picha gani ambayo ilikuwa inakujia kichwani baada ya hayo matukio?
Of course nilikuwa najisikia vibaya sana kuona wazazi wakiwa wanagombana, na ukizingatia tukiwa na umri mdogo, walikuwa wanagombana tukiwa na umri mdogo. Kwa hiyo nilikuwa najisikia vibaya sana nikiangalia kwa watoto wenzangu tuliokuwa tukiishi, yani kwenye jamii tulikuwa tukiishi, watoto wenzangu walikuwa wanaishi na wazazi wote na wanapendwa, wanaishi vizuri. Binafsi mimi nilikuwa najisikia vibaya sana kuona wazazi wakigombana na mwisho wa siku kuachana. Nikupe pole sana kwanza kwa hilo. Natamani pia kujua, na watazamaji nadhani wanatamani kujua, wakati unaondoka nyumbani kuja Dodoma, mama ulimwachaje? Pengine tayari alikuwa anajua nina mtoto wa kwanza ambaye namtegemea. Sasa wakati unaondoka, pengine hakuwa na ile hofu kwamba mtoto wangu anaondoka sasa nitaishije, kwa sababu huko anakoenda hana bado kazi maalum, ndo kwanza anaenda kutafuta. Of course mamangu mimi ni ananisupport kwa kila kitu. Ndio maana nikasema pia aliweza kunisaidia nikaenda kusoma VETA na mpaka nikamaliza, kila kitu aligharamia yeye, alikuwa ananisaidia ada, alikuwa ananisaidia hela ya kula. Kwa hiyo mamangu ni mtu mmoja ambaye ananisupport sana kwa mambo yangu. Mpaka kuja hapa Dodoma mamangu ananisupport, napofeli ananisaidia, pia anapofeli na mimi namsaidia. Of course mimi na mamangu tunasaidiana kwa vitu vingi. Na mpaka sasa hivi nilipo hapa najipambania mwenyewe. Na of course mimi pia ni artist, ni mwanamuziki wa Bongo Flava. Kwenye masuala ya muziki pia mamangu pia anasupport sana. Safi kabisa, nikupongeze kwa hilo, kwa sababu hujataka kukaa tu kwenye kazi moja, umetamani kupambana kwenye kitu kingine. Hongera sana kwa hilo. Na wakati unaanza muziki, ni artist umesema, wakati unaanza muziki, wakati unafanya kazi za hapa stendi, uliwaza nini mpaka kwenda kuingia kwenye muziki? Mi swala la muziki nakumbuka nikiwa mdogo sana nilikuwa napendeleaga sana muziki. Na kabla sijaanza muziki nilikuwa ni dancer, nilikuwa na dance kwenye maharusi, kwenye masherehe tofauti nikiwa na wenzangu. Tulikuwa na crew ya watu kama 4 hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunakodiwa tukienda kwenye maharusi tuna dance, kwenye masherehe tofauti, kwenye graduation ya sekondari wapi. Kwa hiyo mimi muziki nimeanza kupenda nikiwa mdogo. Mwisho wa siku nilikuwa napenda pia na kuimba, sio kucheza tu, nilikuwa napenda pia na kuimba. Hapa Dodoma ni support kubwa ninayoipata kutoka kwa marafiki zangu, mashabiki, na mzazi wangu pia ni support sana, ambaye ni mamangu. Hongera sana. Mpaka sasa hivi umefanikiwa kutoa nyimbo zozote labda? Ya, nyimbo zipo YouTube, nishazitoa. Zipo kama nyimbo 3 hivi YouTube. Yeah. Kwenye jina la kisanii unajulikana kama nani? Kwenye jina la kisanii najulikana kama MJ Boy. Kwenye Instagram najulikana kama official_MJ_Boy_TZ. Pia TikTok nafahamika kama official_MJ_Boy_TZ. Ila YouTube pale napatikana kama MJ Boy TZ. Safi kabisa. Unaimba muziki wa aina gani? Muziki naoimba ni Bongo Flava. Tunaamini katika kwenye masuala ya uimbaji kuna yule msanii ambaye unaweza kuwa unampenda kuliko wote, yani wanaita ndo anakuwa mtu ambaye anakuinspire kwenye muziki. Wewe unampenda msanii gani? Msanii ninayempenda na aliyekuwa anani-inspire kwenye muziki ni Alikiba. Alikiba nimeanza kumpenda nikiwa mdogo sana. Ni mwanamuziki ambaye anaimba vizuri, ni mwanamuziki ambaye ana mashairi yake mazuri. Muziki wake ni mzuri of course. Naomba utupe kionjo kidogo tupate kujua MJ ni vionjo vyake viko hivi, sauti yake iko hivi, tunaomba kionjo kidogo. Sasa labda ningependa kukuuliza kionjo cha wimbo wangu au wimbo wa msanii yoyote yule. Hapa tunazungumzia nyimbo zako sasa. Tuko kwako, nyimbo zako, yani chagua ile nyimbo ambayo unaipenda sana, utupe kionjo. Okay. Ni kumbukumbu inanijia, yale yote nilopitia yananifanya minalia, na sielewi, napambana kwa nania kuwa iko siku nitatoboa. Sina mtaji wa kuanzia, ghafla na feli. Ni njia gani kwani walopitia? Moyoni mwangu mbona mimi sina amani? Najitahidi sana kuvumilia, iko siku na mimi Mungu atanijali. Ni njia gani kwani walopitia? Moyoni mwangu mbona mimi sina amani? Amani ya moyo. Nimezaliwa mikuhaso ili nile changu cha jasho, jana leo hata kesho bado na haso. Asante sana, hongera sana. Nyimbo ina mashairi mazuri sana.
Lakini mashairi yanaonekana ni kama umetengeneza wimbo kupitia changamoto ambazo ulikuwa unapitia. Nimepitia changamoto ngumu kwa sababu ya maisha magumu niliyoyapitia, ndio maana nikaweza kutoa wimbo huu. Basi naamini siku moja Mwenyezi Mungu atakufikisha pale ambapo unapataka. Na pengine sasa tukija kwenye swala la uimbaji, unatamani kufika wapi? Natamani kufika mbali sana kama wasanii wakubwa walipofika. Ukimzungumzia Alikiba ni msanii mkubwa na mafanikio makubwa. Kwa hiyo natamani kuwa kama Alikiba niweze kufika mafanikio yake. Lakini toka umeanza muziki wako unaona kabisa kwamba mbele kuna matumaini yanakuja mazuri kwamba utafanikiwa? Matumaini yako mazuri kwa sababu ni support ninayoipata ni kubwa. Mzazi wangu ananisapoti, marafiki zangu wananisapoti, hata na mashabiki pia niliokutana nao wananisapoti. Kwa hiyo ni support kubwa ninayoipata na naona kabisa nitafika mbali. Umesema unajulikana kwa jina gani kwa mtandaoni? Naitwa MJ Boy TZ. Ukiingia Instagram nafahamika kama official MJ Boy _TZ. Pia TikTok nafahamika kama official MJ Boy _TZ. Wakati tunaelekea mwishoni kabisa, unatamani kuja kufanya kazi na msanii gani hapa Tanzania, hata pengine nje ya Tanzania? Wasanii ni wengi natamani kufanya nao kazi kwa sababu mimi ukiangalia ni msanii bado underground. Kwa hiyo natamani kufanya kazi na wasanii wakubwa, ikiwemo wasanii wakubwa kama kina Alikiba navyomzungumzia. Kina Alikiba, kuna msanii mmoja pia nampenda anaitwa Blues Africa, yuko Tommy Flavor, wote nawapenda na natamani kufanya nao kazi. Asante mtazamaji, kama ulivyomsikia MJ Boy anatamani kufanya kazi na msanii Alikiba. Popote ulipo Alikiba, kama unamsikiliza MJ Boy anatamani kufanya ngoma na wewe ili na yeye pengine siku moja aje kufika hapo ambapo wewe umefikia, na naamini Mwenyezi Mungu atakusaidia MJ Boy. Sasa tukiwa tunaelekea mwishoni kabisa ama tukiwa tunafika tamati kabisa ya kipindi chetu, na pengine kuna kitu chochote ambacho ulitamani kuzungumza na sijakuuliza? Kitu ninachopenda kuzungumza ni kuomba support kwa mashabiki. Naombeni support. Of course mimi sina management, pia kama kuna management, kuna mtu anaweza kanimanage, nitafurahi sana ili niweze kufika malengo yangu. Nahitaji support kwenye muziki wangu, nahitaji support kwenye kile ninachokifanya. Mungu atawabariki sana mashabiki zangu na wapenzi wa muziki wa Bongo Flava. Asante sana. Kwa kumalizia kabisa, neno moja kwa wale vijana ambao wanakata tamaa, pengine wazazi hawapo pamoja, maisha magumu, hawataki kufanya kazi, labda wanategemea kusaidiwa tu, neno moja kwao, kwa sababu wewe unapambana na kijana mdogo na hujakata tamaa. Kitu ninachotaka kuwashauri vijana wenzangu, wapambane, maisha ndo haya, hautaki kukaa nyumbani, unatakiwa ufight ili uweze kupata chochote. Wasifikirie maisha yale ya maisha mafupi ya kwenda kudokoa, labda kwenda kufanya vitu ambavyo kwenye jamii havitakiwi. Kwa hiyo nachowashauri wapambane, maisha ndo haya. Asante sana. Hayo sio maneno yangu, ni maneno ya MJ Boy. Nadhani umemsikiliza kabisa mtazamaji wetu. Na wewe kijana ambaye uko nyumbani unasubiri kupata kazi, unasubiri kupora, kuiba, nadhani umepata ujumbe kutoka kwa kijana mwenzako kwamba maisha ni kupambana, maisha ni kutafuta, maisha ni kusaka huku na kule ili upate tonge la kila siku. Kihalali ndiyo inayotakiwa. Jina langu ni Agnes Peter, nilikuwa hapa mnada mpya jijini Dodoma. Hii ni Jimbi TV, endelea kutufuatilia. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Sasa kwa kumalizia, tunaomba utuage na kibao kingine hapo wakati tunamalizia kabisa. Mimi naomba kuimba wimbo wa Alikiba unaitwa Karimu. Twende sasa. Nilimkuta kinung'unika, dunia imemtupa, kwa Mola na malaika labda wamekasirika. Ya Karima ya Maulana ya Latif, ewe Mola. Alfajili aliamka na kwenda kutafuta, hakuna alichoshika mdomoni kuweka. Asante sana, tunakuaga bye bye kama hivyo hadi wakati mwingine.
MJ Boy, ni kumbukumbu inanijia, yale yote nilopitia yananifanya minalia, nasielewi. Napambana kwa nia kuwa iko siku nitatoboa, sina mtaji wa kuanzia, kafana feli. Ni njia gani kwani walopitia moyoni mwangu, mbona mimi sina amani? Najitahidi sana kuvumilia, iko siku nami Mungu atanijali. Ni njia gani kwani walopitia moyoni mwangu, mbona mimi sina amani? Amani ya moyo.